على موساد يتسلخوا على موساد afilu. Hujambo mtazamaji wa Zone Media, moja kati ya taarifa ambayo niko nayo hapa ni kuhusiana na taarifa ya mashambulizi ya Irani kwenda katika nchi ya Israel, ambapo Irani imeweza kufanya mashambulizi karibu na makao makuu ya Mossad nchini Israel. Sasa katika saa za alfajiri ya Jumanne, Irani ilizindua wimbi jipya la mashambulizi ya makombora dhidi ya maeneo mbalimbali ndani ya Israel, ikiwa ni sehemu ya kile inachokiita kampeni ya kujilinda dhidi ya uvamizi na uchokozi wa Israel. Kwa mujibu wa taarifa ya Sama News inayodai chanzo chake kuwa ni Reuters, mojawapo ya makombora hayo yalirushwa karibu na makao makuu ya Mossad jijini Tel Aviv, taasisi ya ujasusi inayojulikana kwa shughuli zake nyeti ndani na nje ya Israel. Picha zilizotolewa zinaonyesha moshi mzito ukifuka kutoka kwenye majengo ya kibiashara kwenye maeneo ya pwani ya jiji la Tel Aviv, huku wakazi wakikimbilia kwenye maeneo salama baada ya milio ya milipuko kusikika kwa nguvu. Jeshi la Israel IDF lilithibitisha kuwa kulikuwa na mashambulizi ya makombora kutoka Irani na kudai kuwa mifumo yao ya ulinzi kama Iron Dome ilifanikiwa kuzuia sehemu kubwa ya mashambulizi hayo. Hata hivyo, mamlaka hazijatoa taarifa rasmi kuhusiana na uharibifu wowote katika eneo la Mossad au kama kulikuwa na walengwa mahususi. Kwa upande wake, jeshi la walinzi la mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC lilisema kuwa mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya kijeshi na kiintelijensia kama hatua za kuzuia uvamizi zaidi kutoka kwa Israel, hasa baada ya mauaji ya makamanda wao wakuu kabisa katika mashambulizi yaliyopita. Mpaka sasa hakuna taarifa za vifo wala majeruhi kutolewa rasmi na Israel, lakini baadhi ya vyanzo vya habari vimeripoti kuwa uharibifu wa mali na hali ya taharuki katika maeneo ya Herzliya, Ibithan na pwani kati ya Israel umetokea kwa kiasi kikubwa sana. Irani imeonya kwamba ikiwa Israel itaendelea na mashambulizi yake ndani ya ardhi ya Irani, basi hatua kali zaidi zitatolewa kwa kiwango kikubwa zaidi. Sasa mtazamaji, hii ni taarifa ambayo inahusiana na mashambulizi ambayo nchi ya Irani imeyafanya kwenda katika nchi ya Israel, ambapo mashambulizi haya yameweza kulenga maeneo karibu kabisa na makao makuu ya Mossad nchini Israel, taasisi hii ya kijasusi inayofanya kazi ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kupeleleza masuala mbalimbali ya kiusalama katika nchi ya Israel. Sasa hatua inazidi kuwa mbaya zaidi kwa sababu Irani bado anaendeleza mashambulizi yake, na wimbi la mashambulizi limezidi kuwa la hali ya juu, ambapo picha mbalimbali na video zimekuwa zikionekana mashambulizi haya yakiwa yanafanyika kwa namna ambayo inaonekana raia wakipitia wakati mgumu kutokana na kutaabika kufuatia mashambulizi ambayo yamekuwa yakirushwa moja kwa moja kuelekea nchini Israel. Israel pia imekuwa nayo ikipambana katika vita hivi nayo kuweza kujibu mashambulizi, kuweza kurusha makombora, lakini vile vile kwa kutumia mifumo ya ulinzi kama Iron Dome pia imekuwa ikijitahidi kuweza kuyazuia, japo kuna baadhi ya makombora ambayo yamekuwa yakifanikiwa kupenya moja kwa moja kwenda katika nchi ya Israel. Sasa kama Mossad sasa hivi pia nayo imekuwa ni mlengo wa Irani, basi inaweza kuwa hatari zaidi katika nyakati zijazo, kwa sababu Mossad ni moja kati ya taasisi kubwa sana nchini Israel ya kijasusi, na imekuwa ikifanya vitu vingi vya kuifanyia usalama nchi ya Israel, lakini vile vile na viongozi wake. Ni moja kati ya taasisi kubwa kabisa ambayo inahusika na ukusanyaji wa taarifa nyeti ndani na nje ya nchi ya Israel. Sasa hivi serikali ya Israel bado haijaweza kuzungumzia juu ya shambulizi hili katika maeneo karibu na Mossad, ambapo inawezekana labda kuna madhara ambayo yametokea katika makao makuu ya Mossad kwa sababu mashambulizi yamefanyika karibu kabisa na makao makuu hayo. Lakini picha mbalimbali zinaonyesha moshi mkubwa ambao umetokana na shambulizi hilo katika maeneo hayo. Mtazamaji, jiunga nasi kila siku kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi.